Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na ikae nawe, na jina la Yesu liendelee kutukuzwa ndani yetu. Fadhili za Bwana Yesu Kristo na zikae pamoja nawe, na endelea kuona ushindi na nguvu. Bwana akubariki saa hii ya kusikia tena neno lake, kutafakari habari njema za ufalme wake. Bwana akutunze na kukujaza neema. Na karibu sasa tuombe. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, ninasema asante kwa ajili ya wema wako na huruma zako ambazo ni nyingi na fadhili zako ambazo ni kuu. Na litukuzwe jina lako Mungu Baba wa utukufu wa milele, kwa kuwa umekusudia mambo makuu na mema. Asante kwa ukuu wako na kwa uweza wa nguvu zako. Ninaomba rehema na neema na fadhili zako katika saa ya kutafakari neno lako la uzima. Bwana Yesu, Roho wako ndiye aweze kutufundisha tukaweza kuelewa na maandiko. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya msikilizaji, mtazamaji. Mjaze na Roho wako saa hii tena, aweze kutafakari habari njema za ufalme wako, na ajazwe na Roho wako. Endelea kuponya yule ambaye ana shida na taabu katika mwili, apokee uponyaji sasa. Udhaifu na ukemea uondoke, udhaifu wa kimwili na wa kiroho uondoke, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana akushangilize, Bwana akupe neema na kibali na nguvu, kwa jina la Yesu. Kukata tamaa kuondoke, hofu na mashaka na zikemea ziondoke, na Yesu akushangilize, na Yesu akujaze nguvu. Nawe kaza mwendo, jipe moyo. Yesu asema tujipe moyo, tutashinda. Amen. Barikiwa. Karibu kwenye tafakari nzuri ya maandiko matakatifu. Nitasoma maandiko matakatifu, na ujumbe huu lengo lake ni hivi: karibu shambani mwa Bwana. Endelea kutumika katika ufalme wa Mungu, na Mungu anakuhitaji. Sikiliza ya maandiko. Anasema katika Warumi 8 naanzia mstari wa 28. Warumi 8 naanzia 28 mpaka 30. Anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Amen. Jina la Mungu Baba litukuzwe. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwanza tunajua kwamba Mungu, au tujue kwamba Mungu anahitaji kufanya kazi, na anahitaji kufanya kazi na wewe na mimi. Mungu anahitaji kufanya kazi na mwanadamu, kwa sababu anachokitegemea hapa duniani kukitumia ili kazi yake iende kwa sehemu kubwa ni mimi na wewe, ni mwanadamu, ili kuharibu ufalme wa shetani. Utaona namwambia Yeremia, nimekuweka ili kubomoa, kuvunja, kung'oa, kuharibu hizo falme za giza. Lakini ukienda kwenye Kumbukumbu la Torati, ukienda kwenye kitabu cha Kutoka, anawaambia Waisraeli, mtazibomoa madhabahu zao, mtazivunja kazi zao za kishetani, maagano yao mtayavunja, madhabahu zao mtazivunja, na maashira yao. Kwa hiyo anamwagiza mwanadamu hapa duniani aifanye kazi yake ili ufalme wake uenezwe. Na Yesu pia anasema katika Luka sura ile ya 10 na mstari wa 19, anasema, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Mungu anataka kukutumia wewe na mimi ili ufalme wa giza uharibiwe, uondolewe, watu waokoke. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Anachokitaka ni kwamba tumpende. Ukimpenda Bwana Yesu, Bwana Yesu atakutumia, Bwana Yesu atakuongoza, Bwana Yesu atakuweka kwenye nafasi ya kazi. Lengo la sisi kuwekwa duniani ni kutumika katika ufalme wa Mungu, sio kutumikia dunia, sio kutumikia shetani, sio kumpendeza shetani, ila kumpendeza Baba aliyetuumba, Mungu muumba, aliye Mwokozi na mfalme. Hilo ndilo kusudi. Anasema wale wampendao,
mpende Bwana ili Bwana akutumie katika ufalme wake. Kumpenda Yesu ni kuachana na uovu. Kumpenda Yesu ni kuachana na dunia. Kumpenda Yesu ni kuona yeye ni wa thamani kuliko vyote. Na hapa Biblia inatuambia Mungu tunajua katika mambo yote, Mungu anawaangalia wanaompenda afanye kazi pamoja nao. Kumpenda Mungu ni kuachana na giza na uovu na mabaya yote na vingine vyote, kuvionyesha au kuvione au kuona kwamba hivyo vitu si kitu zaidi ya Bwana aliyeviweka hivyo vitu, kwa sababu Yesu wetu vitu vyote viko chini ya miguu yake. Efeso 1:22 viko chini ya miguu yake. Kwa hiyo tumtangulize yeye na tumwone yeye. Kusudi pekee ni hili, umewekwa duniani uwe mtumishi wa Bwana Yesu. Haleluya. Anasema maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Wale aliowachagua tangu asili aliwafanya. Maana wale aliowachagua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano. Tuwe na mfano wa Yesu. Tumefananishwa, tunafananishwa. Tuwe kwa mfano wa Bwana Yesu. Tuwe kwa mfano katika kuifanya kazi yake. Ndio sababu yeye alikuwa nuru ya ulimwengu. Ukisoma kwenye Mathayo 5 mstari wa 13 wa 14, anasema yeye ndiye aliyekuwa nuru. Sasa anatuachia kazi ya kuwa nuru. Sisi tuwe nuru na chumvi ya dunia. Tuwe nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo huko ndiko kule kufanana. Lakini anasema kwamba nimewapa amri sasa. Yeye alikuwa anakemea, anafungua, anaponya wengi. Watu walikuwa wanaondolewa dhambi. Kazi hiyo ametuachia. Wakati huo anatuachia na Roho yake Mtakatifu atakayetusaidia kuitenda hiyo kazi, ili watu wafunguliwe na ufalme wa adui uondolewe katika watu. Kwa hiyo tumefananishwa naye, tufanane naye, tuitende kazi yake. Lakini pia anasema wale aliowachagua tangu asili, tangu mwanzo. Mungu anamjua mtu tangu tumboni, kwa kuwa yeye ndiye anayeumba. Anajua hata kabla hajamuumba ni wa sura gani, ni mweusi, ni mrefu, ni wa aina gani, na kila kitu anakijua. Kwa hiyo sasa amekusudia hivyo. Alitujua tangu asili, alikujua wewe. Kwa hiyo usijiangalie mazingira yako na maisha yako. Tambua sasa kwamba unatakiwa kuwa mmojawapo wa watumishi wa Bwana Yesu Kristo, watumishi wa Mungu aliye hai, Mwokozi na mtakatifu. Umechaguliwa. Tambua. Kwa hiyo ikiwa sasa unajiona haufai, sasa tambua kwamba kumbe unafaa. Unatakiwa ufae katika ufalme wa Mungu. Ufalme mwingine wote, kazi nyingine zozote zikae pembeni, kazi ya Bwana Yesu ifanyike. Shalom sana, shalom. Naam. Na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale aliowaita hawa akawahesabia haki. Tumehesabiwa haki ya kuwa watoto wa Mungu na washiriki wa kushiriki au washirika wa tabia ya kiungu. Washirika waliowekwa kushiriki kazi ya Bwana, kazi ya ufalme wa Mungu, na sio kitu kingine. Vingine ni ziada tu. Kutafuta fedha na mali na maisha ya mengine ni ziada. Kikubwa namba moja ni kazi ya Bwana Yesu. Karibu shambani mwa Bwana, tutumike pamoja naye. Anasema akawahesabia haki, tena amewatukuza, na tumetakaswa. Damu Yesu inatutakasa. Tunahesabiwa haki kwa imani, kwa neema ya Bwana Yesu, ili tuwe wana wake, tutumike kwake. Angalia mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akishasimama nawe, hakuna kingine kinachoweza kuzuia au kufanya uharibifu. Mungu akisimama nawe, amekusudia uwe mtumishi, amekusudia utende kazi yake. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Unampenda Yesu? Mpende sasa, alafu afurahie kukuingiza kwenye ufalme wake. Chukua hatua kwa utukufu wa jina lake. Karibu, tuko shambani mwa Bwana. Tunaendelea kutumika, tunaendelea kufanya kazi yake, vijiji kwa vijiji na miji kwa miji. Kazi pekee aliyoiacha Yesu, aliyotuachia ndio hii. Karibu ungane nasi kwa maombi yako, kwa mali zako, kwa sadaka zako, kwa kushiriki nasi ili kazi ya Bwana ifanyike. Inawezekana uwezi wewe kutembea vijiji kwa vijiji. Basi
maombi yako na sadaka zako na mali zako zitashiriki kukuunganisha wewe pamoja na sisi, ufalme wa Mungu utangazwe. Lakini pia hata hapo ofisini ulipo, waambie watu habari za wokovu, habari za injili iokoayo ya Yesu Kristo. Bwana akubariki sana na kutakia kuongezeka na kuzidishwa katika jina la Yesu. Bwana umbariki. Bwana, asante kwa neno lako. Asante Mungu Roho Mtakatifu. Naomba mjaze neema mtu huyu, azidi kufunguliwa ufahamu, azidi kujazwa utayari, na wale walio tayari wakikutumikia nao wajenge, waimarishe, wajalie nguvu na uwezo, walitumikie kusudi lako katika jina la Yesu. Bwana akubariki sana, akujaze neema na nguvu sasa na hata milele. Pewa nguvu mpya. Kama ni udhaifu kuondoke, magonjwa ya kuachie, huzuni zikuachie, hofu zikuachie, kelele na masumbufu ya dunia ya kuachie katika jina la Yesu. Yesu akupe kibali na neema tena. Jitambue kwamba wewe umewekwa kwa kusudi. Bwana akujaze roho wake sasa, nguvu za adui zishindwe, na neema ya Bwana Yesu kujirie, akuwezeshe viko uweza. Tambua kwamba wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu. Sante Roho Mtakatifu, mjaze mtu huyu, jaze, ajazwe nguvu mpya, afya tele na uwezo na nguvu katika jina la Yesu. Bwana mbariki kwa utayari wako wa kutumikia kwa hali zote. Mbariki sasa, mpe neema na uweza wako katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu yako Yesu Kristo, Mungu muweza, mwenye nguvu na utukufu. Amina. Bwana Yesu akujaze neema na baraka. Karibu sana ushiriki nasi. Utaona hapo chini ya simu yako namba ambazo unaweza ukashiriki nasi kwa sadaka ama kupiga. Unaweza kutumia pia kwa kupiga ili tukupe, kama unahitaji namba ya benki. Tunayo benki ya CRDB, NMB na NBC. Karibu, ukihitaji utawasiliana nami. Bwana akubariki na kukutunza katika jina la Yesu. Namba za simu utaziona chini kwenye simu yako, ambayo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel, ambayo ni 0787 62 75 91, na jina litakuwa ni moja, Eli Mlinzi Mbise, Eli Mlinzi Mbise. Na ya Vodacom ni 0762 282 439, 0762 282 439. Bwana akubariki sana. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube hii ya Eli Mlinzi Mbise kama hujafanya hivyo. Neno la simama milele, na Bwana akujaze neema.